Ikiwa Yesu alikuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa kapita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji moja, akutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti, wakasema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipoona akawaambia, endeni mtaonesha kwa kuhani. Ikiwa walipokuwa waenda, wakasikika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, akarudi huku, akatukuza Mungu kwa sauti kuu. Huyu alikuwa Msamaria. Akapiga kifudifudi maguni pake, akamshukuru Mungu, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawapasafika watu 10? Wale 9 wako wapi? Je, hawapaswi kurudi kumpa Mungu utukufu ili mgeni huyu? Akamwambia, inuka, ende zako, imani yako imekomboa. Neno la Bwana. Zetu wanaporokia na kadhalika wanamtangulia mbele za haki. Kwa hiyo wewe na mimi, hesabu baraka zako moja kwa moja, moja baada ya nyingine, na utashangaa kuona baraka nyingi za Mwenyezi Mungu katika maisha yako, katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Katika sura ya 2 tunasikia Paulo mtakatifu mtume andika barua ya kwanza kwa Wakristo wa Thesalonike, akasema kwamba katika kila hali, hata katika hali gani, lazima tutoe shukrani kwa Mungu siku zote. Paulo mtakatifu katika barua yake ya kwanza kwa Thesalonike, sura yake ya 5 aya 18. Kwa sababu gani Paulo anasema hivi? Tutoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwetu tuishi hadi leo. Tutoe shukrani kubwa kwa sababu anatulinda sisi, patia afya njema, atujalie katika mambo zetu, tupewe faraja, tumaini na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu tutoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na shauri kwamba tuwe na shukrani kwa jirani zetu, tuwe na upendo. Ikiwa tunaishi katika upendo, basi tunakamilika amri 10 ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuna jukumu kuwa na upendo kwa jirani zetu na upendo kwa Mwenyezi Mungu, ili tuweze kusherehekea tena mwakani kama siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari jinsi ulivyomwona Mungu katika mwaka iliyopita hadi leo. Tafakari Mwenyezi Mungu alinda wewe na mimi mpaka siku ya leo. Je,
tuna sababu ya kurudishia Mungu, wengi kwa shukrani. Ndiyo, tuna kila sababu kusema Mungu asante, kwa sababu anatulinda sisi tufika siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kabla tuendelea tafakari ya siku ya leo, tuimba kama hivi. Nisema nini Bwana? Kusema tu asante kwa neema yote uliyojalia mimi. Najua kwa yanajua. Ndiyo, tunapenda sababu kushukuru Mungu, kwa sababu hatukuwa hatujui itafika siku ya leo kuingia kanisa kushukuru Mungu, lakini kwa neema ya Mungu tu tunafika. Ninaamini na kwamba mwakani tutafika tena kusherehekea tena. Tumsifu Yesu Kristo. Katika sura ya kwanza nabii Isaya katika sura yake ya 12 haya 1 hadi 6 ni wimbo ya kushukuru na furaha kwa Mungu kwa wokovu, jinsi Mungu alivyokuwa waaminifu kwetu, jinsi Mungu alikuwa faraja kwetu katika shida zetu. Mungu alikuwa faraja kwetu katika changamoto zetu. Mungu alitupa faraja wakati kama katika mwakani. Mungu alitupa faraja wakati tunaingia jiani. Mungu alitupa faraja. Kwa hiyo naambie sana kumbuka sisi kwamba tunasherehekea siku ya leo, maliza mwaka, tunapata kushukuru Mungu jinsi alivyokuwa na sisi, alikuwa faraja kwetu wakati changamoto zetu, wakati tunakata tamaa, wakati tunasikia hamna matumaini katika maisha yetu. Mungu alitupa matumaini ajabu. Kwa hiyo yeye ndiye chanzo cha matumaini ya uzima na ulinzi, sio kwa nguvu yetu binafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa hiyo kwa siku ya leo tuna sababu wimbo ya kushukuru Mungu, kupiga vigelegele kwa Mungu kwa furaha na kuwa na shangwe kwa Mungu, kama Sioni walikuwa kwa Mungu mkuu yumo katikati watu katika shida zao. Kombozi alipewa Israeli katika shida zao, na kila mmoja wetu tunajua mwaka huu unakaribia kumalizika. Haikuwa rahisi, tulipita changamoto
na ilikuwa kipindi ambaye tunakata tamaa, lakini Mungu anabaki mwaminifu kwetu, anatushirikia sisi mpaka siku ya leo. Kwa hiyo ni wito wa kuabudu na tuishi kwa furaha, kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi daima. Mungu pamoja nasi Emmanuel. Kwa hiyo katika somo la kwanza, wokovu ni faraja kwetu. Mungu ni faraja kwetu. Mungu aleta faraja baada ya kuleta sisi tuhangaike katika maisha yetu. Kwa hiyo tuendelea kutegemea Mungu. Ndio maana somo la kwanza atuisha kwamba kidumu katika imani, na hata somo la pili atulikwa sisi kidumu katika imani yetu. Hata katika changamoto kwa kiasi gani, udumu katika imani yetu. Usitangatanga huku na huku kutafuta suluhisho, lakini ubaki kutegemea Mungu, kuamini Mungu, kuomba Mungu, na Mungu atakupa jibu. Kwa hiyo tunapaswa kutegemea Mungu. Wokovu sio nguvu yetu binafsi, akili binafsi, lakini yeye mwenyewe ni wokovu wetu. Katika Injili leo tunasikia habari ya watu wenye ukoma 10 wanatengwa na jamii, familia, hata kwenye dini, wakatenga mbali. Kwa hiyo walikuwa haitakiwa ishi karibu na watu. Tumsifu Yesu Kristo. Usijue kati yetu hapa ni nani ana ujasiri kukula pamoja na yule mwenye ukoma. Kristo, nani ana ujasiri kushika mikono huyu mwenye ukoma? Katika mila ya Israeli, ukiwa una dalili ya ukoma, lazima utengwe na familia zako, jamii na hata kijiji. Hawa 10 walitengwa na familia, wakadhaliwa na watu. Kwa hiyo wakaishi mbali, kusema kama porini, kuhubiri habari njema ya wokovu. Na bahati mbaya au bahati nzuri, akutana hawa wakimbilia Mungu kwa sauti kuu, wakisema, Mungu, tunatafuta ponyaji, hapana, uturehemu. Tumsifu Yesu Kristo. Uturehemu, kwa sababu sisi tutateseka katika dalili ya Mungu. Tunazarau na watu, tunatenga na watu, hata jamii, hata familia zetu, hata ndugu wanazarau sisi. Uturehemu. Hivi akatoa agizo tu, wendeni mjionyesha kwa kuhani, natoa sadaka ili kuonyesha kwamba mnakuona kweli, kupata nataka kulipia familia yetu. Kwa hiyo wengiani mmoja wao Msamaria, sio Yahudi, akaona kwamba amepewa uponyaji kabla kufika kwa kuhani, akarudi kwa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Na huyu shukuru Mungu ni nani? Ni Msamaria. Akashukuru Mungu kwa sababu anaweza kurudi familia zake,
anaweza kukaribisha familia na jamii na hata kwenye dini. Ilikuwa furaha kubwa. Labda katika maisha yetu mwaka 2025, labda katika changamoto zako ulikuwa unakimbilia Mungu, unakulia, Mungu umrehemu. Na kweli Mwenyezi Mungu anatupa jibu, anakubali ombi lako. Je, umerudi kushukuru Mungu? Tumsifu Yesu Kristo. Yule aliyerudi Msamaria mmoja, yeye tu Yesu taweza. Je, wale wa 9 Wayahudi wanaenda wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Ikiwa Yahudi na Wasamaria kipindi kile hawakutane, hawezi kuishi pamoja, lakini sasa kwa sababu changamoto wanashikamana. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe katika changamoto zetu tunaweza kupatana na ndugu adui zetu, sivyo? Tumsifu Yesu Kristo. Sio katika furaha zetu tunaweza kushikamana na ndugu zetu, lakini mara kadhaa wewe unakutana na wenzako ana shida kama wewe, mnashikamana. Na hivyo huyu Samaria na hao Yahudi waliishi katika ubaguzi, na sasa wanashikamana katika changamoto. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nafurahi sana mnaadhimisha misa ya msiba. Katika misa ya msiba tunakutana wanani? Wakristo Katoliki, Warokole, Waislamu, hata wale waumini Mungu wanaingia kanisani. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe katika kila siku tunaweza kuweka tofauti dini zetu, imani yetu, tushikamana na tusaidie fulani ili aweze kusonga mbele. Wapenda taifa la Mungu, katika maisha yetu, katika mazingira zetu, mara kadhaa tunasimama mbali na watu na tunamwambia Yesu, uturehemu sisi, Bwana mkubwa, uturehemu. Mara kadhaa tunasikia sauti ya ndugu zetu na kusema usijali. Mara kadhaa Mungu anakaa kama kimya, lakini Mungu yupo, anasikiliza changamoto kilio chako. Kwa hiyo usikate tamaa. Katika hili leo, amri ya Yesu ilikuwa jaribio la imani na utii kwa wale wenye ukoma. Walipaswa wasafiri kwenda kujionesha kwa nabii kuhani. Hakusema kwamba pokeeni uponyaji wenu, rudieni familia zenu. Ikiwa wanafanya hivyo, watu hawezi kuamini kwamba hawapendi wanapewa uponyaji. Ndio maana tena nini kwa kuhani ili andika barua kuthibitisha kwamba nyinyi mnapewa uponyaji, rudi sasa familia zenu.
jaribio imani. Tumsifu Yesu Kristo. Katika safari yetu iliyoanza tarehe ya kwanza ya Januari, tulipitia majaribio nyingi katika imani yetu. Safari yetu kufika leo haikuwa rahisi. Ni mara kwa mara tunamuuliza Mungu, uko wapi katika changamoto zangu? Hayo ni majaribio ya imani. Ikiwa una matatizo katika maisha yako, usiende mbali naomba kanisa Katoliki. Usikimbilie kwa nabii fulani na fulani, kimbilie kwa Yesu. Kupitia padre, ombe, sala na maombi, utapewa uponyaji. Tumsifu Yesu Kristo. Hawa wale wenye ngoma hawakwenda kwa kula kienyeji, hawakwenda kwa daktari, lakini unasubiria tu Mungu atatenda kwa muda yake, wakati wake. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi katika imani yetu, katika safari yetu iliyoanza mwaka 2025, katikati ya safarini tuna baadhi ya wengine walikata tamaa, kasema, je, mtafika kweli? Lakini tunatazama Kristo, hapa tunafika. Tutafika tena mwakani kwa neema ya Mungu. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo msiogope kuja kuomba padre ili aombee wewe, kwa sababu Baba anakamlisha Kristo mwenyewe, persona Kristo pakabiti. Hawa kama unajua Kristo ana uwezo na kuleta uponyaji. Kwa hiyo akimbilia kwa Kristo. Kwa hiyo katika shida zako usikimbilie kwa muda kijiji, kimbilia kwa padre, kumbilia kwa Yesu. Tazama Yesu, zungumza naye. Kwa hiyo wakati mmoja wa hali wa kuma akatambua nguvu ya sakramenti ya Yesu, na kwa hiyo alitaka kushukuru Mungu. Ili ni uwepo wa Mungu daima umekuwa ukombozi ya watu, ukombozi wetu. Na naona jinsi Yesu alipona ukoma akapita njiani. Kila uwepo wa Mwenyezi Mungu lazima badilishe maisha ya watu. Katika maisha yako angalie, je, Mungu anabadilisha maisha yako kiasi gani? Na je, unasahau kushukuru Mungu? Je, katika familia vile changamoto na tatizo, lakini je, kwa leo unafika, je, unaweza kushukuru Mungu na familia yako mzima? Kusema Mungu asante, na tuweze kufika siku ya leo. Kila jambo maishani petu lazima tukimbilia Mungu. Kama tunaona ukoma, wanakimbilia Mungu, wakatambua kuwa uponyaji wao na uzima wao uko mikononi mwa Mungu. Uzima wetu, mafanikio yetu iko katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukimbilia Mungu daima. Tumsifu Yesu Kristo. Kama Wakristo tunakumbushwa, hatuangalia kipindi hiki tunapokutana na changamoto za maisha yetu, tunakimbilia huku na kule, bali tunapata kukimbilia Mungu pekee. Hakuna gumu lisiyowezekana na Mungu. Ikiwa na ugonjwa, ukosefu wa kazi, changamoto kwenye ndoa, kwenye familia, wewe ukimbilia Mungu,
naye ataponya, atakufanikisha katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, Yesu amwambia wale endeni kuonesha kwa kuhani, toa sadaka kwa kuonesha uponyaji wenu kama Musa alivyoamuru. Tusoma katika Marko Injili yake sura ya kwanza 43. Je, katika maisha yetu mara kadhaa Mungu atendea sisi mambo makuu, lakini tunasahau kushukuru Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunakumbuka kufuata maagizo ya Mungu, kutii Mungu, kutembea katika njia zake, kuishika maagizo yake na kadhalika na kadhalika. Hivyo itakuwa ndani ya maagizo ya Mungu ambayo ni uponyaji wetu, mafanikio yetu na hali yetu. Tuwe Wakristo tayari kuwa na moyo wa toba. Wale wenye toba kubwa walipiga sauti wakasema, Bwana mkubwa, uturehemu. Moyo wa rehema daima nakaribisha Mungu. Leo nakumbusha kuwa na moyo wa toba, moyo iliyopondeka, moyo iliyonyenyekea, ili Mungu akutane na haja ya baraka zake. Rehema na toba natupa kuwa katika Mungu. Ni vema daima kikina watu wanyenyekea na kuomba rehema ya Mungu ili atoe baraka zake katika maisha yetu. Tuwe na nguvu ya imani kama hawa wenye kuomba. Wakakata tamaa, wanaishi katika mazingira ambayo ni changamoto kubwa, lakini wana imani. Tuwe na nguvu ya imani. Ndio maana Paulo Mtakatifu anasema kwamba napenda sisi tuwe imara katika imani, tuvumilia. Je, katika shida zetu tunavumilia, tunasubira? Wale waliokuwa 10 walioamini Mungu akimbilia nao watapewa uponyaji. Je, sisi katika maisha yetu tunakimbilia nani kipindi cha shida zetu? Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa hiyo naomba tujitahidi kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu na kwa ndugu zetu. Nasoma katika Injili, wakuu walikuwa 10 na wote walipewa uponyaji, lakini mmoja tu ndiye akakuja na kutoa shukrani kwa Mungu. Jambo hili linashangaa Yesu sana na kutii uzuri moyoni wa Yesu. Akasema, je, sio wale 10 waliopewa uponyaji? Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Katika maisha yetu ni rahisi sana kwa Mkristo kuomba Mungu na kusali pale anakuwa na changamoto, anakuwa na shida, na katika wakati wa shida anakumbuka Mungu. Na Wakristo wengi wanakuja kusali kanisani, wanaomba Mungu, wanakuwa na changamoto, wanakuwa nyenyekevu, lakini pale Mungu anaendelea katika mema na kuwaponya, kuwabariki katika biashara au kitu fulani, basi hawana kuna ugumu kutoa shukrani kwa Mungu. Wanaweza hata hawaonekana tena kanisani kama wale wenye 9 wanakuwa mbali na ibada, wanakuwa mbali na kanisa, wanakuwa mbali na jumuiya, wanakuwa mbali na jamii, hata wanakuwa mbali na familia, kwa sababu wanashapata walivyotafuta. Unafanikiwa kwa nguvu yangu binafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema.
Kila wakati Yesu anafurahia kwa kubariki yule Msamaria mmoja aliyekuja kushukuru Mungu baada ya kuponywa ukoma wake. Tuwe kama huyu Msamaria aliyemshukuru Mungu, moyo yetu ijaa kushukuru Mungu. Tunaposhukuru Mungu tunatendea zaidi na kufurahia zaidi, tunapokea baraka pia. Mungu atujalie neema kukimbilia yeye, tuendelee kutafuta maelekezo yake, tupata baraka na mafanikio katika maisha yetu, turudie kumpa shukrani. Wapendwa taifa la Mungu, katika siku ya leo Injili inatufundisha kwamba kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunaweza kufika kanisani na kumshukuru Mungu kwa mema yote. Kama siku ya leo tunatangaza kwamba mwaka 2026 inakaribia, itakuwa mwaka wa baraka kweli. Naomba Bwana ajibu, atubariki familia zetu, atoe wasiwasi katika maisha yetu, mashaka, ili tumkie Mungu kwa shukrani. Mungu asimamie sisi katika mwaka huu mpya, ili sisi na Mwenyezi Mungu mpango yake juhudi na kazi yetu ibarikiwe na neema na matunda nyingi. Mwaka huu usirudie nyuma, lakini usonge mbele. Usirudie uhesabu mbaya kwa mbaya, bali daima kwa furaha na shukrani katika kila jambo. Fanya shukrani. Nasema Mungu asante kwa msaada atujalie sisi tuliyofanikiwa katika mwaka 2025, na sasa tunakaribia kuingia mwaka 2026. Atujalie baraka, afya njema, mafanikio tele, mafanikio makubwa zaidi katika jina Yesu, ili katika mwaka mpya 2026 tuendelee kushukuru Mungu na kutukuza Mungu. Imani yetu ikuwe imara, tumkie Mungu daima kwa ajili ya manufaa ya kanisa na kutukuzwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mm-hmm.